Na bado tukiendelea kukujuza masuala mbalimbali hasa yanayoendelea huko mataifa ya mbali. Tunaelewa kwamba tangu kuuawa kwa kiongozi wa Iran Ayatollah Ali Khamenei pamechukua muda mrefu mpaka mazishi yake kufanyika hapo jana, lakini pamekuwa bado na vuta nikuvute. Wakati mazishi yakiendelea, bado pamesikika tena mrindimo wa vita, Marekani ikishambulia, Irani ikijibu. Kwa ni mengi, na hapa tupo na Ibrahim Rahbi, tutajua mengi. Ipi hasa hatma ya amani ya Mashariki ya Kati? Marekani bado anaendelea kuonesha mabavu yake, lakini pia Iran hakubali tu kwamba mimi ni mfiwa, naye anajibu. Nini kitaendelea kutokea huko, Kevin? Ni kweli, na mwezi uliopita tu hapo mwezi Juni ambako nchi ya Pakistan ikishirikiana kwa karibu na Qatar, lakini vile vile Saudi Arabia pamoja na Uturuki waliweza kuwakutanisha wawakilishi wa Marekani pamoja na Iran mjini Islamabad, ambako wawakilishi hao baada ya mazungumzo magumu wakafikia mwafaka wa hati ya makubaliano ya amani, kwa maana MOU ambao walikubaliana kwa wakati huo. Lakini maswali yaliyokuwa yamebaki ni kwamba haya yatadumu kwa muda gani? Lakini miezi kadhaa nyuma hapo kulikuwa mambo yaliyoendelea na makubaliano waliofikia, lakini Iran wenyewe ilikubali kusitisha uhasama wa kijeshi pamoja na washirika wake kwa maana wa nchi Lebanon pamoja na Yemen, lakini Marekani yenyewe ilikubali kuondoa kizuizi cha kijeshi cha majini. Moja ya mambo ambayo pia watu walikuwa wakijiuliza mambo yatadumu baada ya muda gani, lakini siku chache tu baada ya kuanza mazishi na hatimaye maziko ya Ayatollah Ali Khamenei, mambo yakarudi kama ilivyokuwa, na amejitokeza hadharani ama kwenye vyombo vya habari Rais wa Marekani Donald Trump, na watu wakajiuliza hivi haya mambo yatakuwaje. Lakini si hivyo tu, gharama za mafuta tayari zimepaa kwa asilimia zaidi ya 5 hapo jana tu, taarifa zikiwa zikitolewa. Sasa tuko naye Ibrahim Rahbi kama alivyosema Victoria Mwakisimba. Mimi ni Kevin Ovati. Ibrahim Rahbi, kwanza ninayo furaha tena kukutana nawe, na wakati huu si furaha tu, ni maswali ya kutafakari haya mambo yaliyotokea. Kwanza tuanze kwenye mazishi na maziko ya Ayatollah Ali Khamenei yalivyokwenda, na huku walikoagwa na watu wakijiuliza kwa nini pengine alipelekwa Iraq na mambo kama hayo. Tuanzie hapo kwenye msingi. Ni kweli maziko yalifanyika jana kule Mashhad, mji aliozaliwa, na yamekuwa ni maziko tunasema yamekuwa gumzo kwa sababu ni vigumu sana kwa viongozi kukusanya watu kiasi hiki. Si rahisi sana kukusanya watu milioni 15 mpaka 20 kwenye maziko. We ni nani? Yani umefanya nini kikubwa? Nadhani jibu alilitoa Donald Trump siku ya pili baada ya harakati za maziko kuanza. Alisema, nilidhani watu walikuwa wakimchukia sana, lakini naona watu wengi wameamua kujitokeza. Kwa hiyo katikati ya maziko yake ndio tumeshuhudia makabiliano ya pande zote mbili. Lakini umeniuliza kuhusu kwa nini ilikuwa mpaka kwenda Iraq. Huyu ukitoa kuwa alikuwa kiongozi mkuu wa Irani, yeye anabaki kuwa ndio alikuwa kiongozi mkuu wa madhehebu ya Waislamu wa Kishia. Sasa ukitoa Iran, nchi yenye washia wengi zaidi pia ni Iraq. Na tangu kudondoka kwa Saddam Hussein ile 2003, kuna uhusiano mkubwa sana umeimarika kati ya Iran na Iraq. Naweza kusema kuwa wakati Marekani aliwaza kuichukua Iraki baada ya kudondoka Saddam Hussein, alichofanikiwa ni kuchukua mali za Iraq. Yani ana uwezo wa kudhibiti uchumi wa Iran kwa mafuta, kwa sababu malipo yote ya mafuta ya Iraki yanakwenda kwenye benki za Marekani, alafu Marekani anaidhinisha. Lakini Iran alichofanikiwa ndani ya Iraq, alikamata siasa nzima ya Iraki. Kwa hiyo uamuzi mwingi wa kisiasa, yani ushawishi mkubwa wa kisiasa uliopo ndani ya Iraq unatoka Iran. Sasa ndani ya Iraki kuna miji miwili ambayo ni miji mitakatifu kwa imani ya Kishia, ambapo waumini wa Kishia huwa wanakwenda kwa hija kule Iraq. Kuna mji unaitwa Karbala. Sasa huwa wanakwenda kule. Sasa kuna Karbala na mji wa Najaf. Hii ni miji mitakatifu kwa imani ya Kishia ambayo iko ndani ya Iraq. Ndio maana unaona kuwa kutoka Tehran baada ya kwenda Qom ni mji mtakatifu pia uliopo ndani ya Iran wa Shia. Baada ya kutoka Qom akaenda moja kwa moja Najaf na Karbala. Baada ya kutoka kule ndio akamrudisha Mashhad kwenda kumzika, na mpaka ndiko alikozaliwa kama alivyosema. Kwa hiyo kuna uhusiano wa moja kwa moja kati ya Iraq na Iran katika imani ya Kishia. Ndio maana umeona safari yake imekuwa na round. Sawa, tumeanzia hapo kwenye mazishi na maziko hayo, kwa maana mazishi ni taratibu zile, lakini maziko ni hitimisho la mwisho. Watu wengi wanaonekana kujitokeza Mashhad pale.
hayo pengine yanabaki kuwa tu mambo ambayo watu walitaka kuthibitisha, kwa sababu ni miongoni mwa viongozi ambao wanatajwa kuwa walipendwa sana. Lakini kwa nini wakati huu ambao wa mazishi na maziko mambo yanabadilika, na ni tofauti na hapo kipindi kilichopita? Ni kama hali ilianza kurejea na hata tukaona bei za ama gharama za mafuta na mambo mengine kama yanaenda kawaida hivi. Kuna vitu viwili mpaka vitatu vinaweza kutokea pamoja. Unajua, kwa miaka mingi ulimwengu wa magharibi umetumia vyombo vya habari vingi ima kuichafua Irani au kumchafua kiongozi mkuu wa Irani. Picha zilizokuwa zikitembea kwenye siku za maombolezo, mamilioni ya watu waliokusanyika, haikuwa ishara nzuri sana kwa magharibi kuona kitu kama kile. Kwa hiyo kuna wakati unajaribu kuitoa story, yani unaibadili hadithi, kuififisha kuwa kwa nini tunajadili sana, kwa sababu ilikuwa mtu ukibadili kutoka World Cup unageuka Iran. Ni vitu viwili, haiwavutii kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo kuna wakati mnaamua lazima kuibadili hadithi, mnaweza kuipeleka upande wa pili. Lakini jambo jingine inakuwa ni kile ambacho kilianzishwa na Marekani nje ya mkataba ile MAU ya vifungu 14. Nadhani ilikuwa ni sababu hiyo, na ugomvi mkubwa umekuwa hapa. Juzi Donald Trump alivyokuwa kwenye mkutano wa NATO alitoa kauli kali kuhusu viongozi wa Irani ambayo iliungwa mkono na mkuu wa NATO Mark Rutte kuwa ilikuwa sahihi kufanya yale mashambulizi. Lakini ilikuwa ni kama ile ambacho nimekuwa tukizungumza mara nyingi, kama dunia inaamua kujipumbaza yenyewe. Kwa sababu kama hii staili ya Marekani ya kutumia nguvu, mabomu na nini ilishashindwa kufanya kazi. Aliweka blockade ya muda mrefu ambayo alitarajia Irani itasalimu amri, lakini mwisho yeye ndio alisalimu amri na kurudi. Sasa kwa kufikiria kuwa tunaweza tukaanzisha mashambulizi ya kumfanya Irani aweze kusalimu amri, ni kuendelea kupoteza muda na kuzidi kuiumiza dunia. Umeanza mwanzo, umesema mafuta yamepanda kwa asilimia takriban 5 siku ya kwanza, na jana alipanda asilimia 6, yani kutoka dola 72 amekwenda mpaka 78 kwa pipa. Hii ni kuiumiza dunia kwenye hili, lakini pale dunia inapojaribu kuigiza uongo kwenye tukio la ukweli, ndio tunapozidi kuumia. Kwa sababu taarifa iliyotolewa mfano na NATO ni taarifa ambayo ilikuwa ni ya uongo, tuweze kusema. Kwa sababu ukirudi kwenye MOU, unajua haya makubaliano yote yametoka kwenye ceasefire ya April 8 yakaja kwenye MOU ya tarehe 27 ya mwezi uliopita. Sasa ukirudi kwenye MOU ya tarehe 27 kifungu cha 5 kinasema ikiwa MOU hii itasainiwa, itamtaka Irani kusimamia uratibu wa meli zote zitazopita kutoka pwani moja mpaka pwani ya pili. Yani kutoka pwani ya Omani mpaka pwani ya Irani. Sasa kilichobadilika nini? Kwa sababu MOU kifungu cha 5 kinampa haki Irani kusimamia eneo lote katika siku 60 za mazungumzo. Sasa Marekani alipoanzisha njia mpya ndani katika eneo la Omani, ilikuwa ni kukiuka kifungu cha 5. Ndio maana Irani wakajibu rudi kwenye hiki. Sasa pale dunia inapojaribu kuigiza kwa uongo kuwa Irani amekiuka makubaliano, wapi anakurudisha kwenye kifungu kuwa tunatembea kwenye makubaliano yaliyo kwenye vifungu 14 mkataba. Huu ni mkataba ulio ndani ya vifungu 14. Sasa hutakiwi kutoka hapa. Kama unataka kingine, ubadilishe chochote kutoka hapa, turudi kwenye vita ili tuje na mkataba mpya. Lakini kama tunazungumza kuhusu mkataba huu mkataba kifungu cha 5 kinampa uhalali wa kufanya. Sasa dunia inapojaribu kukaa nyuma ya Marekani kwa kuigiza, inazidi kuumia. Kwa sababu wanatakiwa waende kwenye ukweli kuwa hawa watu hawawezi kuiachia Hormuz, na walishatangaza kuanzia awali kuwa dunia itarajie mabadiliko. Yani Hormuz haiwezi kurudi kama vile, haiwezi kuwa kama mwanzo ilivyokuwa. Kwa hiyo kulazimisha kusema kuwa inaweza ikabadilika tukairudisha dunia kutoka kule ni kupoteza muda. Kwa maana hiyo Rahby, dunia imekubali kuteseka kwa sababu sasa kama imekubali kupumbazwa na hiki ambacho Marekani inakifanya, na hakuna anayetoka akasema Marekani usifanye hivi, wote wamekaa nyuma yake, wamekubali wote tuteseke. Bila shaka, maanake ingekuwa kinyume chake watu wangeongea vingine kuwa tunatafuta sababu. Unajua, tumesha kuwa na mgogoro labda wa familia, mfano tuna nyumba ya familia ina mgogoro, tumesha kubaliana wewe Victoria ndio utaisimamia ile nyumba ya familia wakati mgogoro unaendelea katika kipindi ambacho tutakuwa tumeutatua. Makubaliano yameshapitiwa na wote. Mimi narudi tena nakata vyumba viwili naweka wapangaji wangu, lazima nitazua mgogoro mpya. Situlisha kubaliana kuwa wewe ndio msomaji. So iko hivyo. MOU kifungu cha 5 kimetoa idhini kwa Irani kusimamia Hormuz katika siku 60 kuanzia pwani ya kwake mpaka pwani ya Omani. Sasa Marekani anaanzisha njia mpya pembeni. Ndio Irani anawaambia kuwa umeenda kinyume. Sasa dunia inajipumbaza kukaa nyuma ya Marekani kusema kuwa Irani anakiuka makubaliano. Makubaliano yapi? Kwa sababu makubaliano yote yanaenda kwenye muongozo wa mikataba. Mkataba gani umetumika kwenye ugomvi?
kwa sababu kabla hawajafikia kwenye hii MOU kila nchi ilikuwa ikipendekeza. Marekani alishapeleka vifungu 10 vikakataliwa, Irani akapeleka vikakataliwa, Marekani akarudisha vikakataliwa. Mwisho walikuja kubaliana kwenye vifungu 14 ambavyo vilipelekwa na Irani. Marekani akasema sawa, tutatembea kwenye hii njia. Sasa wakati wanatembea kwenye hii njia, Marekani anagundua kuwa nimenasa, yani natembea kwenye njia ambayo sikupaswa kuwa hapo. Ulishawahi kufanya biashara, baada ya kufanya biashara unagundua kuwa nimepigwa. Ndio hiki kilichotokea. Sasa Marekani unajaribu punguza zile hasara. Sasa jinsi gani utapunguza biashara au hasara zile? Ni lazima ubadilishe vitu vilikuwa. Rudi kwenye vita kamili ili umlazimishe yule tufute haya makubaliano yaliyopo, tuje na makubaliano mapya ambayo yatakuwa upande wako. Tukiendelea na vita saa dunia inazidi kuathirika. Bila shaka dunia itaathirika kwa kiwango kikubwa. Ni njia pekee ya kumfanya Marekani arudi tena kwenye meza ya makubaliano. Marekani meza ya makubaliano yeye anaitaka muda wote. Na shida ni wao huku upande wa pili ndio wamekuwa wanajaribu, wana masharti mengi. Ambao kwao ni sahihi ama si sahihi unavyoona wewe? Ya, kwa sababu unajua 2013 to 2015 wakati wa Barack Obama kulifanyika mazungumzo ya miaka miwili ambayo yalikuja na ile kitu inaitwa JCPOA ambayo ilikuwa ni makubaliano kamili ambayo yalikuwa yameondoa kabisa huu mgogoro. Donald Trump 2018 alivyokuja madarakani 2018 aliondoa Marekani bila sababu kwenye yale makubaliano. Ndio yametuzalishia vurugu hizi. Sasa hawa wa Irani wanasema kuwa tulipoteza vingi, tuliriski vingi kwenda kwenye makubaliano, lakini walikuja wakajiondoa kirahisi sana bila sababu, wakaturudishia vikwazo vilivyotuumiza sana. Kwa hiyo wakasema kuwa hatutaki mazungumzo tena na hawa. Ndio maana unaona kuwa hata mazungumzo ya mara hii mpaka wamekuja kupigana mara mbili yalileta mgogoro sana. Walikuwa hawataki kuzungumza. Sasa walivyokuja kukubali kuzungumza, Marekani akataka kuanza kuwapangia wanavyotaka wao, hali ya kuwa tayari alishavunja makubaliano ya kwanza bila sababu. Na hajawahi kutoa sababu kwa nini ulivunja makubaliano kwa ushahidi. Kwa sababu aliyokuja nayo anasema tukua wanatengeneza nyuklia. Irani ni mwanachama wa NPT. Irani ni mwanachama wa IAEA. Haya mashirika mawili yote, la Umoja wa Mataifa NPT na hili jingine la kimataifa la Atomic, hakuna ambao limethibitisha huyu anaenda kutengeneza nyuklia. Ushahidi umeutoa wapi? Hiyo nyuma ya pale kuna sababu zingine ambazo zinafanya mgogoro. Rahbi, kauli hizi za Rais Donald Trump ambazo anazitoa nyakati hizi ni za kuifanya Iran irejee kwenye mazungumzo ikiwa dhaifu, au pengine yale ambayo ya mwanzo yaliyokubaliwa yeye binafsi hakuridhia, au ni kufifisha ukubwa ambao umeonyeshwa kwenye mazishi na maziko? Yote yanaweza kaenda pamoja, lakini kikubwa zaidi ni kuwa pressure ya ndani ya Marekani pia ni kubwa. Yani baada ya unajua Trump yeye alimaliza haraka hata bila kumshirikisha Israel mwenzake. Baada ya pale kelele zikawa nyingi kuwa tumenasa. Yani haya tumenasa kwenye makubaliano ambayo ni magumu sana kwetu. Kwa hiyo kuna hilo liko hivyo. Lakini kitu kimoja ambacho ni kigumu zaidi kuwa muda hautoi nafasi kwa Trump kucheza. Yani muda hautoi nafasi. Hapa ukiangalia vita mbili zilizotokea, mfano ya 12 Days War au hii, Marekani na Israeli waliweza kuchezea meza. Yani walikuwa wakiigiza. Wapo kwenye mazungumzo chini wanapanga mipango. Tunakuja kukuvamia. Ndio maana unaona kuwa 12 Days War wapo kwenye mazungumzo kabisa ambao siku moja kabla Trump amesema tuna mazungumzo mazuri. Usiku wake Israel na Marekani wameanzisha vita. Hii pia ya vita hilo hivyo wapo kwenye mazungumzo, lakini sasa huu muda uliopo hauwapi fursa ya kucheza maigizo. Kilichopo kwenye hili ni kuwa Trump kwa njia yoyote, kwa sababu inapokuja kuwa unaona mafuta yamepanda, gharama ya mafuta yamepanda, husikii kelele zinaenda Iran, zinaenda Marekani. Kuwa wewe unatusaba, yani mzigo wote unaenda kwa Trump. Sasa Trump anatakiwa abalance hivi vitu ili kupunguza pressure ndani, kwa sababu wakati anaanzisha vita hata ndani ya Marekani mafuta yalikuwa kwa galoni $2.77. Leo hii kuna majimbo Marekani yananunua $5 yani kule. Sasa hii pia hata ndani ya Marekani inawaumiza. Anajaribu kubalance kuanzia utulivu wa dunia, utulivu wa ndani, anakwenda kwenye uchaguzi wa Novemba. Kwa hiyo hana maigizo kwenye hili. Kuwa akiigiza amekwenda, ila mshirika wake ambaye waliingia kwenye mipango, walivyofika kwenye vita, kila mmoja alikuwa na mipango yake ambayo anakusudia Israeli. Kumalizika kwa vita kutaashiria Israeli iende kwenye uchaguzi, kitu ambacho Israeli hawakitaki kwa Netanyahu, sio kizuri, ishara sio nzuri. Kumalizika kwa vita, tunakwenda kwenye uchaguzi ambao utampa nafuu Donald Trump. It means kuwa Netanyahu na Trump hawakai sehemu moja kwa sababu hawana ajenda moja.
Rugby tukushukuru sana, muda si rafiki, lakini kama takuwa sahihi kwa matamshi ya Kiajemi basi tuseme tu Khamenei rohat shad, manake apumzike kwa amani. Msinitafutie visa kwenda. Na sitatazama hilo baadaye. Huyo ni mchambuzi wa siasa za kimataifa Ibrahim Rahab. Tulikuwa tunaangazia hayo yanayoendelea baina ya Marekani na Iran. Mgogoro bado unaendelea, ni vuta nikuvute, lakini bila shaka umeelimika vema.